Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwanza kwa kumpongeza Waziri wa Mipango na naibu wake kwa wasilisho zuri sana la mipango yetu, mpango wa muda mrefu, mpango wa muda wa kati na mpango wa muda mfupi. Ni mipango ambayo kwa kweli ni mizuri, na kama tutaisimamia na tutaitungia sheria ya kuitekeleza, inaweza ikatuwezesha kufika pale ambapo tunatamani kufika. Lakini pili, nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Fedha kwa kuja na mwongozo wa upangaji wa bajeti mzuri sana, ambao mimi kwa leo sitakuwa na comment katika eneo lake hilo, kwa sababu ni mpango mzuri sana ambao umekuja. Lakini la tatu, nipongeze taarifa ya kamati ya bajeti. Taarifa nzuri sana, kamati wamedadavua, wamechambua vizuri. Nina imani kabisa mapendekezo haya yakifanyiwa kazi yatasaidia sana katika kuboresha mipango yetu na kuipeleka nchi mahali pazuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mipango hii ambayo tumeisema, ukiangalia na kuisoma, unaona namna serikali inavyopambana katika kuhakikisha kwamba tunapambana na maadui wakubwa wa taifa letu, maadui wakubwa wa taifa letu ambayo imekuwa ni kero katika maeneo mengi. Maadui hao ni umaskini mkubwa ambao upo katika taifa letu, ambao unawakabili wananchi karibu zaidi ya robo ya Watanzania ni maskini. Sasa mipango hii inatupeleka kwenda kukabiliana na umaskini huu. Lakini la pili ni ukosefu wa ajira, na la tatu ni ukosefu wa maarifa na ujuzi wa kutosha wa wananchi wetu, ambao tunaita kwamba tunakuwa na ujinga kwa sababu hatuna maarifa ya kutosha. Rasilimali zipo za kutosha, lakini uwezo wetu wa kuzitumia katika kuzibadilisha na kuleta maendeleo bado ni mdogo. Lakini la nne ni uchumi mdogo, ukuaji wa uchumi mdogo wa nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianzie hapa kwenye ukuaji wa uchumi. Dira yetu umeitengeneza vizuri sana Profesa, na kwa kweli inavutia kwamba ifikapo mwaka 2050 tuwe tumefikia pato la Tanzania linalofikia dola za Marekani trilioni 1. Kwa kweli kulitamka ni rahisi sana, lakini kulitenda kwenda kufikia, maana yake lazima tujipange sawasawa ili tuweze kufikia hapo. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye uchumi sasa hivi kwa mwaka mmoja inaonekana unatarajiwa kukua kwa 6%. Sasa ukuaji wa 6% hautatupeleka kufikia kwenye pato hilo. Kwa lazima mipango yetu sasa tuidadavue vizuri, ituondoe kwenye ukuaji wa 6%, twende kwenye ukuaji wa uchumi wa zaidi ya 12. Ndipo tunaweza tukafika kwenye hilo pato ambalo tunaitamani kufika. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaposema ukuaji wa 6% au ukuaji wa 12%, lazima tuziweke vizuri sekta zote, tuweke shabaha zake, tuonyeshe shabaha. Sekta za uzalishaji zitachangia asilimia ngapi, sekta za huduma za jamii zitachangia kwa asilimia ngapi. Kila sekta tuweke shabaha wazi wazi, kusudi kila mwaka tuwe na uwezo wa kujipima, kuona kwamba hii sekta imefika kwenye shabaha tuliyopanga au hatukufika kwenye shabaha ambayo tumepanga. Kwa hiyo hili nadhani tukiweka hivyo katika sekta zote na tukazimanage na tukazitungia sheria ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kwenye hizo shabaha, tunaweza tukafika kule ambako tunatamani kwenda. Mheshimiwa Mwenyekiti, la tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi uchumi wetu mwingi ni informal, uko kwenye sekta isiyokuwa rasmi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kujenga uchumi wa kwenye informal sector ni kazi kubwa sana. Watanzania walio wengi sasa hivi wanafanya malipo, wanafanya transaction mbalimbali nje ya mfumo rasmi wa huduma za fedha. Lazima tuje na sera na tuisimamie. Mpango huu tupeleke hapo kuhakikisha kwamba sasa Watanzania wote wanaingia katika mfumo jumuishi wa masuala ya fedha, ili transaction zote zipitie kwenye mabenki, zipitie kwenye simu na maeneo mengine katika mfumo ambao ni rasmi. Hapo tutaweza kumanage vizuri uchumi wa nchi yetu, na riba zitaweza kupungua, kwa sababu sasa fedha zote zitakuwa ziko katika taasisi za fedha, na tutakuwa tunaziona hata zinavyo move na kutembea zitaonekana. Lakini kwa hali iliyoko sasa hivi watu wana transact kupitia cash, hatuwezi kujenga uchumi wa namna hiyo. Kwa hiyo Mheshimiwa, mimi nashauri Profesa, hebu liangalieni namna ya kufanya hivyo.
Tumeona nchi nyingi zimefanikiwa. Nchi ya India wamefanya hivyo. Tupunguze yale makato makubwa. Mtu anapotumia anatumia labda M-Pesa, anatumia Tigo Pesa, badala ya kukatwa zile chaji zile zisiwe kubwa, na ikiwezekana serikali weke ruzuku huku iziondoe, kusudi watu wengi waweze kuvutiwa kufanya transaction kupitia katika mifumo iliyo rasmi. Pia kwenye mabenki iangaliwe ili zile charges zipungue. Zikipungua, nina imani Watanzania wengi wataweza kupitishia fedha zao katika eneo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la mimi nataka ushauri ni swala la sekta binafsi. Nimefurahi sana katika mpango huu. Tunasema 70% ya sekta binafsi ndio itakuwa inaongoza uchumi wetu. Hili ni zuri sana. Lakini nataka kushauri kwamba hii sekta binafsi unayoisema, basi Mheshimiwa Waziri, tengeneza mfumo wa kuitambua hii sekta binafsi. Tuwe na mfumo wa usajili, wote tuwaone, tujue tunaposema sekta binafsi tunamsema nani, bila kujali ukubwa, bila kujali udogo. Hao wote wako huko wanachangia uchumi wetu, tuwaone. Kwa hiyo ukiwa na mfumo wa namna hiyo utatusaidia sana kuweza kujua namna ya kuweza kutekeleza na kusimamia hii sekta binafsi. La tano naotaka kulisema, Mheshimiwa Mwenyekiti, umefika mahali nchi yetu tunasifika kuwa na muungano mzuri. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni muungano mzuri na wa kuigwa, lakini hatuwezi tukawa wenyewe tukafika. Tuende sasa tuweke nguvu tulizokuwa nazo, tulizokuwa tunazitumia katika kuzikomboa nchi za Afrika. Twende kwenye jumuiya za Afrika, tuunganishe, tufike mahali tuunde federation government ya Afrika, Afrika Mashariki, Afrika nzima. Afrika tukiungana tutaweza kujenga uchumi imara wa Afrika. Lakini leo hii tukienda kama Tanzania peke yetu, Wakenya wakaenda wenyewe, Waganda wakaenda wenyewe, hii ndoto ya kufikia kwenye uchumi mzuri itakuwa bado ni ngumu, kwa sababu lazima sisi wenyewe tuweke mikakati ya kufanya biashara sisi wenyewe, ya kushare rasilimali tulizo nazo katika bara la Afrika. Kwa hiyo mimi nashauri sana integration ya Afrika nzima lazima tuiangalie na tuiwekee mkakati katika mipango hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, la sita nataka kushauri, lazima mpango huu tupeleke katika kuhakikisha tunakuwa na mfumo wa kutusaidia kwenda kulipa madeni ya watoa huduma na madeni ya wakandarasi. Sasa hivi wakandarasi wanadai fedha nyingi sana, na serikali imetekeleza miradi mingi, yaani tumetekeleza miradi mingi sana, kiasi kwamba sasa ile miradi wale wakandarasi wanadaiwa, wengine wanafilisiwa na mabenki, wengine wanashindwa kuwalipa Watanzania. Ukishindwa kuwalipa, Mheshimiwa Mwenyekiti, manake hawawezi kuwekeza, hatuwezi kuondokana na umaskini. Kwa hiyo hebu tuje na utaratibu wa kuona namna tutakavyowalipa hao wakandarasi wa ndani, watoa huduma mbalimbali wa ndani, ili zile fedha wakiwalipa zitachochea, zitaingizwa kwenye uchumi wetu, tutaweza kukua zaidi na uchumi utakuwa kwa kasi kubwa. Kwa hiyo hili ni la muhimu sana kuliangalia. Lakini jambo la saba nataka kupendekeza kwa kifupi, Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu tunasifika kwa kuwa na ardhi kubwa, ardhi nzuri yenye rutuba, ardhi yenye madini, yenye kila aina. Sasa kazi kubwa ambayo tunatakiwa kuifanya ni kuwekeza rasilimali za kupanga, kupima na kumilikisha hii ardhi. Tukipanga na tukamilikisha, Watanzania wakamiliki, hata tunapoenda kwenye muungano wa Afrika hatutakuwa na wasiwasi, kwa sababu tutajua kwamba hii ardhi tayari inamilikiwa na sisi wenyewe. Lakini sasa hivi kasi ya upimaji, kasi ya umilikishaji bado ni ndogo. Lakini lingine ninalotaka kusema, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni hili mchango wa mashirika ya umma. Naipongeza sana serikali. Serikali imewekeza kwenye mashirika ya umma. Tunapochambua utaona asilimia karibu trilioni 86 zimewekezwa kwenye mashirika ya umma, lakini ukikalkulate return on investment is less than 1%, zile ambayo inatokana na gawio. Kwa hiyo serikali iweke mkakati namna sasa ya kuhakikisha zile fedha tulizoweka kwenye mashirika ya umma zilete mapato makubwa, zichangie katika uchumi mkubwa, katika kutoa ajira na mambo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, naamini hilo itakwenda. Asante sana Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Lakini la mwisho kabisa, integrated planning waiangalie. Integrated planning itatupeleka mahali pazuri. Mungu awabariki. Asante sana na kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.